Na hii ni sehemu ya pili. Jamani, Mungu anatupenda. Tumekutana sehemu ya pili. Na kikubwa tunakwenda kufahamu tu Dennis alitoa kauli gani ambayo ulimfanya Emily akwame na miguu yake iwe mizito ghafla na atamani hata kugeuka lakini kichwa chake kawa kizito. Ni kauli gani hiyo? Nimecheki comment nyingi, watu wanasema kwamba labda ni mali za kishirikina na wengine wamesema huenda mwamba jogoo hawiki, yani hana nguvu za kiume. Ni kweli ama? Langu jina ni Lucas Lumbasi, mtayarishaji ni Chuchu. Basi nilikuwa ninatembea kwa hasira sana. Nilikuwa nimekaribia kutoka sebleni, lakini nikaja kusikia sauti ya Dennis akisema ya kwamba mimi ni Hanisi. Aisee, nilikwama, miguu yangu ilikuwa mizito na nilitamani hata kugeuka. Kilichobaki ni moyo wangu tu ambao ulidunda haraka. Chumba kilikuwa kimya. Hadi nilihisi Dennis anaweza akausikia moyo wangu vile unavyodunda. Dennis kwa uchungu akasema, "Si unaona? Yaani ndio sababu nitaka hata kukurahisishia kabisa. Ungepokea talaka, wewe ukaendelea na maisha yako. Yaani hata ungeweza hata kupata mwanaume anaweza kukupa mtoto." Dennis aliongea kwa uchungu. Nilijua natakiwa kuwa mfariji. Nilitakiwa nimtie moyo. Mimi ndo nilimwahidi nitakuwa upande wake. Lakini namfariji vipi? Namwambia nini yani? Niliunyanyua mguu wangu ambao ulikuwa mzito kama chuma. Kisha nikageuka na kuanza kumfuata. Kila hatua niliyopiga ili nichukue nguvu zangu zote. Nilifika na kukaa pembeni yake. Nilijaribu kufungua mdomo kumfariji, lakini mdomo haukufunguka. Kitu pekee nilichoweza kufanya ni kunyanyua mkono wangu na kumshika bega kama kumfariji. Alishtuka kidogo mkono wangu ulipomgusa, lakini baada ya muda alitulia na kuruhusu nimguse. Dennis, huku macho yake yakitazama ukuta, akasema, "Siwezi kukupa mtoto Emily. Kibaki na mimi ni kama unapoteza ujana wako bure. Emily, usiwaze, mimi najua umefanya uwezavyo na hata ukiamua kuondoka nitakuelewa kabisa." Swali pekee nililofanikiwa kuuliza ni kwamba tatizo ni nini? Hapo sauti yangu ilitoka kwa kwaruza. Dennis akasema kwamba nina kisukari. Nilipata ile tatizo tangu nikiwa sekondari. Familia yangu ilikuwa ya kawaida tu, na unajua ilivyo gharama kumhudumia mgonjwa wa kisukari. Hivyo pamoja na mimi kuumwa haikubadilisha kitu. Nilipelekwa shule ya serikali na kula chakula cha kawaida tu. Ilibidi mimi mwenyewe nijifunze kupunguza ulaji wangu, lakini haikusaidia. Na muda mwingi niliumwa. Na hata nilipokuwa chuo na kwanza kukutana na wanawake, wengi walinishangaa kwamba nilikuwa naenda kwa muda mfupi. Taratibu ikaanza kusambaa chuoni. Karibia kila nilipopita yalikuwa ni maneno tu. Kitu kile kilinipelekea kujichukia sana. Lakini kadri siku zinavyoenda ndivyo nilivyozidi kupoteza nguvu zangu. Emily, mimi sina wanaume wote Emily. Wanaume wangu wamebaki kwenye sauti na muonekano tu. Dennis alikaa kimya kama vile akisubiri niseme kitu. Nilifungua mdomo wangu lakini hakuna maneno yaliyotoka. Hili jambo ni kubwa. Ni kubwa kuliko nilivyowahi kuwaza. Sijui tunafanyaje? Nahitaji kulala tu hapa. Nahitaji kupumzika niweze kufikiria vizuri. Labda kesho nitaamka na majibu. Lakini nitamwambia nini Dennis muda huu? So nilimwambia Dennis ya kwamba hakuna shida kabisa. Tunaweza kuongea na kufikia mwafaka. Hatutashindwa najua. Nilimwambia hivyo Dennis, kitu ambacho hata moyo wangu haukuamini. Anyway, naona kuongea kumekuvuruga. Kwa nini tusiende kulala? Lakini nataka leo nikumbatie. Aligeuka haraka kunitazama nilipomwambia hivyo. Sikuwa na kitu kingine cha kumwambia. Dennis, niko serious. Lazima nikumbatie leo. Nilimwambia kwa sasa nikimnyanyua kwenye kochi. Aliinuka huku bado akiwa anahangaika kutoa mkono wake. Sasa alipoona sina mpango wa kumwachilia, alitulia. Nilianza mimi kuoga na kama kawaida alikimbia na kwenda kujifanya anaangalia TV kwenye sebule ya chumbani. Baada ya mimi kutoka, naye alienda kuoga. Alipotoka alivaa nguo yake ya kulala na kupanda kitandani. Lakini leo hakuenda kule ukutani. Leo alilala katikati ya kitanda na kuniruhusu ni mwegemee kifuani huku akinikumbatia na mkono wake mwingine.
Tulikaa vile, hakuna anayemsemesha mwenzake. Kila mtu alikazana kuwaza tutawezaje kuishi pamoja, ni kwa njia gani tutaweza kuwa na furaha kwenye ndoa. Kichwani kwangu sikuwa naelewa tutawezaje kuvuka hilo. Natamani sana tujaribu kwa huu mwezi mmoja ili tuone itakuwaje, lakini siwezi kudanganya, nina hofu sana. Ninajishukuru kwa kuchagua mwezi mmoja wa majaribio na sio zaidi hapo. Niliendelea kuwaza kidogo hadi nilipopitiwa na usingizi. Sasa kulipokucha, hatukuongea zaidi ya salamu. Ni kama tulirudia ratiba yetu ya zamani. Nilipokuwa kazini nilipata muda wa kutosha kuwaza, kusoma na kufanya maamuzi. Kilichobaki ni kumwambia Dennis tu. Ilikuwa ni Jumamosi sasa. Siku 2 zilishapita, hatujaongelea kuhusu lile swala. Wakati wangu wa kurudi Arusha ulikuwa umeshawadia. Nilianzisha mada, ningesema Dennis, nimepata muda wa kutosha kufikiria ulichosema. Nilizungumza hivyo nilipofika tu nyumbani kupumzika. Mimi maana nilikuwa nimetoka kuoga na nimejifunga tu taulo huku Dennis akinisubiri kitandani ili kunikumbatia. Nimeona kwa sababu kuanzia mwanzo tulijipa mwezi mmoja, basi tufurahie mwezi mmoja. Sijui uko katika hali gani na itakuwaje, lakini kuna namna nyingi sana za kumridhisha mwanamke. Sidhani kama hicho ni kitu cha kukufanya usitake kuwa na mtu yeyote. Na pili, hata kama huwezi kufanya chochote, maisha yazunguki kwenye kuridhishana kitandani tu. Kuna mambo mengi sana tunayoweza kufurahia pamoja. Kama ni watoto, wapo wengi tu mtaani wasio na familia. Maisha yamejaa chaguzi nyingi sana. Ni wewe kuamua kama utabaki unalalamika au kufurahia kidogo kile ulicho nacho. Mimi kesho narudi Arusha, nataka na wewe ufanye maamuzi kile unachokitaka kwenye hii ndoa. Kama ukiamua tuishie hapa, basi mimi siwezi kulazimisha kuendelea. Utanitumia ile makaratasi na mimi nitaweka sahihi yangu. Na kama ukitaka tuendelee, basi tutajaribu. Utanipigia simu na kunikaribisha kwako tena, lakini kwa leo nataka nikuache na hili. Niligeuka huku moyo wangu ukienda mbio. Unajua, nimeshapanga hili na kulifikiria. Na hata kufanya majaribio nini niongee na nifanye vipi, lakini bado nitatetemeka. Baada ya kujifikiria sana niliamua nikasema kwamba potelea mbali. Nilimvuta Dennis na kumkutanieni na kukutanisha midomo yetu. Mwanzoni aliganda, lakini mimi sikujiruhusu kumwachia. Nilijitahidi kujikumbusha kuwa huyu ni mume wangu na hii ni haki yangu. Baada ya muda Dennis alijiachilia na kuruhusu mkono wake univute karibu yake. Mimi sikumpatia nafasi ya kunichanganya sababu mimi ndo nilipanga kumvuruga, sio anivuruge. Nilimwachia mdomo wake na kuhamia kwenye shingo yake nikiteremsha mabusu taratibu na kwenda hadi kifuani, ambapo hadi hapo Dennis ndo alichanganyikiwa kabisa. Alianza kuguna huku akilitaja jina langu kwa sauti ya chini. Bila kutegemea, Dennis alininyanyua na kuniweka kitandani na kuanza kutali mwili wangu kwa mabusu. Kwa kweli mimi sikutegemea Dennis kuwa na ujasiri wa kufanya vile na mamlaka ya namna hii kitandani. Alifungua taulo langu na nikabaki mtupu mbele yake. Macho yake yaliutalii mwili wangu huku akiachia tabasamu kubwa sana. Dennis alianza kupapasa kifua changu. Nilijikuta sasa nikiachia miguno na kujikunja kama nyoka. Dennis hakuishia hapo. Aliteremka hadi katikati ya miguu yangu. Kwa mtu anayedai hana nguvu zozote, Dennis ni jasiri bwana, na anajua kabisa afanye nini kwenye mwili wa mwanamke ili kumpagawisha. Kwa huu muda mimi sikuwa na wasiwasi wala mashaka. Sidhani hata kama alikumbuka shida zake. Kwa jinsi alivyokuwa ananigusa na kichwa chake katikati ya miguu yangu, haikuchukua muda mimi kuanza kuona nyota. Kitu ambacho sitegemea ni Dennis kuingia kwenye ikulu yangu. Awamu hii miguno yangu ilifunikwa na Dennis aliyekuwa anaguna kwa sauti kubwa zaidi. Dennis alianza kusogea huku sauti yake ikizidi ya kwangu. Alianza akisogea taratibu, lakini miguno yake ilikuwa ni mkubwa sana. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Aliporudi ndani mara ya 4, alisisimka huku akilitaja jina langu kisha akatulia. Hakuwa hata amemaliza dakika 2. Alitulia na kulala kwenye kifua changu huku akihema sana. Basi Dennis aliinua kichwa chake na kuniangalia kwa macho yaliyojaa wasiwasi na huzuni. Sio kwamba eti nilikuwa nimeridhika, lakini nilimtazama kwa tabasamu. Hata hivyo nilifika kileleni, hivyo hatudaiani. Baada ya kuona tabasamu langu, Dennis alishusha pumzi. Akasogea na kunibusu kwa mapenzi tele. Japo nilitamani tuendelee angalau kidogo ili kukata kiu yangu yote, lakini nilijua siwezi kupata hilo kwa Dennis, hivyo niliamua kumtia moyo. Baada ya pale Dennis alikuwa na ujasiri wa ajabu sana. Alinivuta na kunikumbatia huku akinitazama kwa mapenzi tele.
kisha akaniambia twende tukaoge. Dennis aliniambia hivyo na mimi nilimfuata bila ubishi. Hakukuwa na sababu ya kuonekana ama ya kuoneana aibu tena. Kulipokucha tulienda hotelini kumchukua Timo, lakini kabla ya hapo tulihakikisha tumeagana vizuri kimapenzi na Dennis alishapiga bao lake moja la sekunde kadhaa, sio dakika, sekunde kadhaa. Alikuwa na ujasiri sana kwangu siku ile. Tulimpitia Timo na kuelekea stand. Safari nzima ya kuelekea stand Denny alikuwa akilazimisha kunikabidhi pesa, lakini bado niliendelea kukataa kama nilivyofanya kuanzia nyumbani. Na mimi niliendelea kumsisitiza kuwa tumeshakata tiketi. Tulipokuwa safarini tukielekea Arusha, nilipokea pesa nyingi sana kwenye simu kutoka kwa Dennis. Nilijaribu kumpigia lakini alisema tutagombana sana kama nikimrudishia pesa. Hivyo nikaamua kutulia tu. Tulipofika Arusha, Dennis alinipigia kutaka kujua kama nimefika salama nyumbani na kama nimekula. Nilijikuta nikitabasamu tu. Ni muda mrefu sana sijawa na mtu wa kunihangaikia hivi. Nilijitahidi sana kumkwepa Faith. Nilishamblock kuanzia kipindi kile, hivyo nilijitahidi tu kutokumfungulia mlango kila wakati alipokuja kwangu. Nilipofika Arusha nilizama katika kazi. Kwanza nilikuwa na kazi ya kupiga picha kwenye send off ile siku iliyofuata baada ya kurudi Arusha, hivyo ule usiku mzima nilikuwa busy. Kesho yake nikaanza zoezi la kutengeneza picha kwa sababu nilitakiwa kukabidhi zile picha za Mbunifu Fashion baada ya siku 3. Dennis alijitahidi sana kunitafuta. Mara kadhaa alinipigia kujua naendeleaje, kazi imeendaje na mambo kama hayo, lakini hakuongelea kabisa swala la mimi kurudi nyumbani kwake. Kwa namna fulani hivi lilinivunja moyo, lakini nijitahidi, nilijitia moyo kuwa nimefanya kila kitu nilichokiweza. Kama akitaka talaka sawa, mimi nitampa kwa amani zote. Sina deni naye mimi. Nilikuwa nimpweke sana, hasa nikimkumbuka Faith. Kama tusingegombana wakati huu, angekuwa hapa akinipigisha story na kunipa mbinu za namna ya kurudi nyumbani kwa Dennis. Lakini siwezi kumpotezea tu baada ya hiki alichofanya. Hata kama yeye ni rafiki yangu, haruhusiwi kunifanyia maamuzi makubwa hivi ya maisha. Usiku ule nilikesha nikifanya, nikirekebisha picha za ile show ya Mbunifu Fashion. Ilikuwa ni kazi kubwa sana kiasi kwamba nilikuja kuimaliza kesho yake mida jioni. Baada ya kumtumia Mr. Sulvani kazi, nilikunywa vikombe viwili vya maziwa kisha nikapanda kitandani kulala. Nilikuja kuamka asubuhi kabisa kumepambazuka. Nilipoangalia simu yangu nilikuta kuna missed call 29 kutoka kwa Dennis. Nilijaribu kumpigia simu lakini hakupatikana. Hivyo nikaamua kumtumia ujumbe wa simu. Nilisema kwamba Heidi, samahani, ndio naamka. Jana nilala mapema sana, nilikuwa na uchovu wa kutengeneza picha usiku kucha na mchana kutwa. Si unajua tena jana ndio ilikuwa siku ya mwisho kabidhi picha za project yenu. Nikaandika tena ujumbe mwingine kwamba umeamkaje wewe? Nikaandika tena ujumbe mwingine Heidi. Nikaandika tena ujumbe mwingine mbona upatikani wakati umenipigia usiku kucha au simu yako imeisha chaji? Nikaandika tena ujumbe mwingine nikisema haya bye uwe na siku njema. Kwenye mida saa 6 hivi mchana, Dennis alinipigia simu. Dennis akaniambia kwamba kuna mzigo wangu umefika Arusha, sasa sina mtu mwingine wa kumwamini, naomba unipe maelekezo ili niulete kwako, alafu baadaye nitamtuma mtu aje kuchukua. Dennis aliniambia hivyo baada ya kupokea simu yangu na kusalimia. Na nikamuuliza kwamba kwa hiyo unahitaji niende kupokea? Akasema no, ninamtuma dereva hapo, kwa hiyo naomba unipe maelekezo ya kufika kwako ili nimpe. Nikasema sawa basi nakutumia location. Nilimwambia hivyo na kumtumia WhatsApp. Dennis alinishukuru sana kisha akakata simu. Sasa baada ya kama dakika 20 hivi geti liligongwa. Nilitoka haraka nikijua lazima huyo atakuwa ni mtu aliyeagizwa na Dennis kuleta mzigo. Lakini nilipofungua geti nilishakubaki mdomo wazi. Dennis unafanya nini hapa? Nilimuuliza baada ya kumkuta getini kwangu. So mambo Dennis hapa. Kwa hiyo ulikuwa unakuja kufungulia wageni ukiwa umejifunga kanga tu, si ndio? Lakini Dennis mbona hivyo? Mimi sio kwamba niko uchi. Wewe ni mke wa mtu Mel. Tena mke wangu. Dennis alisema huku akinivutia kwake. Okay. Niliuliza tena sababu hiyo ndo mara ya kwanza Dennis kuniita hivyo na kuongelea ndoa yetu. Ndio wewe ni mke wangu. Nimekuja kukuchukua twende nyumbani. Dennis aliniambia na kunifanya zidi kushangaa. Nikasema nyumbani?
Niliuliza tena, kila kitu alichoongea kilinishangaza. Unajua nilishakubaliana na hali kwamba hii ndoa haiwezi kuendelea. Kwa Dennis kuja hapa kusema hayo maneno kulinishangaza sana. Ndio nyumbani. Haya, nenda kapaki nguo zako haraka tuondoke, alisema. Na awamu hii nilicheka. Anadhani mambo ni marahisi kiasi hicho. Lakini Dennis, yani unamaanisha nini? Niliuliza tena nikitaka atamke maneno kwa kinywa chake na sio kunipa sentensi fupi fupi. Ninamaanisha ninataka kuishi na wewe hadi tuzeeke Miliana. Hilo ndio jibu langu. Hizo siku 2 zimenitosha kabisa kufikiria. Dennis aliniambia hivyo sasa akibusu pua yangu. Nikasema kwamba kwa hiyo mimi sina haki ya kufikiria ama? Hauna kabisa. Hata kama unipendi, upendo wangu unatosha kwa ajili yetu sote. Dennis alisema hivyo huku akinitazama kwa tabasamu kubwa sana. Acha kushangaa, hawezi hata kumkaribisha mmeo ndani? Dennis aliuliza kwa kitabasamu. Basi nikaambia okay, anyway, karibu ndani. Nilisema hivyo na Dennis aliingia na kuangalia nyumba yangu ambayo haikuwa kubwa lakini ilipendeza. Ilikuwa na sofa, meza ndogo ya kulia chakula, TV ambayo sio kubwa. Ilikuwa na zulia la manyoya ambalo ukilikanyaga utahisi umekanyaga paka. Dennis aliangalia na kutabasamu. Kwa binti wa miaka 23, hii ni hatua kubwa sana uliopiga. Asante, nilijibu kwa aibu. Dennis alikaa na nikamkaribisha kifungua kinywa lakini hakuweza kutulia. Kila mahali alipoenda Dennis alitamani awepo hapo pembeni. Nikienda jikoni, Dennis alikuja kunisaidia. Nilijikuta tuone nikimfurahia sana yule Dennis ambaye alifanya bidii kuhakikisha kwamba nimefurahi na yuko pembeni yangu wakati wote. Kwa hiyo saa ngapi sasa unajiandaa? Natamani kesho tuondoke. Dennis aliniambia hivyo. Nilimtazama na kutabasamu. Dennis, unajua Arusha ndipo maisha yangu alipo, kazi yangu, wateja wangu wakubwa. Wote wako Arusha na bado nikisema kwamba ninaondoka nina vitu huku, kodi yangu hata bado haijaisha eti. Kodi yako iliyobaki nitakurudishia. Unaweza kuuza kila kitu tukaenda kuanza maisha da. Na unajua mimi naweza kukupa kila kitu unachokitamani Emel. Najua Dennis, naelewa sana lakini mimi sitaki kutegemea eti. Mimi nataka na mimi niwe na kitu changu tu. Mimi siwezi kuwa nakuja kwako nikiwa hata nina shida ya nguo ya ndani, hapana mimi sitaki. Lazima niwe na chanzo changu cha mapato. Na kila kitu kilichoko kwenye nyumba ni cha muhimu kwa sababu mimi nilijinyima ili niwe nacho, hivyo kuviuza tu na najua lazima niviuze kwa bei ya chini, so inaniuma Dennis. Niliongea kwa hisia sana. Dennis aliwaza kidogo akasema okay, basi hakuna haja ya vyote. Nataka usinibishie kwenye hile Emel. Tuache kila kitu chako ubebe tu. Sawa beba tu vitu vyako vya muhimu na hii nyumba tutaitunza, sawa nitailipia kodi kila mwaka. Sawa Dennis alisema hivyo. Nikasema hapana Dennis, hayo ni matumizi yasiyo lazima. Yaani alinikatisha akasema Emel, wewe ni mke wangu sasa hivi. Usisahau hilo. Na una wajibu wa kunisikiliza. Na mimi kama mume wako ninatakiwa nikutimizie mahitaji. Kwa hiyo huu mjadala umeisha. Tutachukua vitambaa vya kufunika ili vitu visiingie vumbi, alafu tunaondoka. Dennis alifunga maongezi na kukamilisha mazungumzo hayo kwa busu zito. Niliachwa bila uchaguzi wowote. Hivyo nilikubali. Kesho yake tulikuwa kwenye ndege tukielekea Dar. Tulipofika tu Dennis alinipeleka nyumbani kisha nikaelekea kazini. Unajua mambo yalibadilika sana kati yetu ndani ya hizo wiki zilizofuata. Unajua Dennis aliniunganisha na makampuni tofauti na watu tofauti. Nilikuwa na kazi kila wiki. Japokuwa Dennis alihakikisha kunipeleka mwenyewe na kwenda kunichukua. Kila kitu kwenye maisha yetu kilikuwa sawa. Kasoro tu familia zetu hazikujua kuhusu ndoa yetu. Kwa upande mwingine sikutamani hata siku hiyo ifike sababu nilijua lazima familia yangu itaongea na wakijua ni ndugu yake Tristan. Itakuwa ni taabu zaidi. Sasa ilikuwa ni siku moja hivi. Ilikuwa ni siku ambayo ni busy sana. Nilikuwa na wateja mfululizo hasa baada ya Dennis kunifungulia ofisi mpya. Alinipa ofisi kwenye ghorofa ya juu kabisa ya jengo lake lilopo mjini. Nilitaka kukataa lakini nilishindwa. Nilipokuta studio imeshatengenezwa, na nilipenda. Kila kitu na kila kifaa nilichokitaka kilikuwa pale. Hivi naanzaje kukataa? Basi kuna mteja huyo. Alifika pale anaitwa Mr. Anderson. Nikamkaribisha pale. Alikuwa ni kijana mdogo tu. Ukimtazama utasema ana age kama 25 hivi. Sawa tu na umri wa Tristan. Nigeuka na kujikumbusha natakiwa niache kumwaza Tristan. Sasa Anderson akasema kwamba lili photographer
Jina lilinivutia, lakini sikudhani kwamba na mpiga picha angenivutia hivi. Na au nimekosea? Wewe si ndio mpiga picha wangu kama sio wewe itabidi basi niahirishe tu kupiga picha. Anderson aliongea maneno hayo yote bila hata kunipa nafasi ya kumjibu. Nikamwambia kwamba hujakosea, mimi ndo mpiga picha wako, nifuate tafadhali. Nilimwambia hivyo tukielekea upande mwingine ambapo kulikuwa na mlango wa kuingia studio. Alivuta pumzi akasema kwamba wow, studio yako ni tofauti sana na ni nzuri na ni ya kipekee. Alisema hivyo na kuingia, kisha akanigeukia. Akasema kwamba lakini haijakuzidi uzuri. Alisema hivyo na kutabasamu. Nilivuta pumzi na kumwangalia Anderson ambaye bado alikuwa hajamaliza kuikagua studio yangu. Sasa nikamwambia kwamba okay Mr. Anderson, kama ulivyotaka, hapa ndipo nilipokuandalia kwa ajili ya picha zako. Nilimwambia sasa nikimuonesha sehemu iliyopambwa kulingana na alivyotaka. Nilisha seti kila kitu na nilikuwa namsubiria yeye tu. Nilitaka nimalizane naye niwahi nyumbani nikapike mapema. Kuna movie yangu nataka nikaangalia leo. Dennis itabidi anisamee tu, lakini hii movie nitaangalia mwenyewe kwa sababu nikiwa na yeye siwezi hata kuangalia movie hadi mwisho. Yaani ataanza kusinzia, alafu akishaanza tu kusinzia anakuaga kama mtoto. Yaani hataki kwenda kitandani kulala. Ananisumbua hadi nitaamua tu kwenda kulala. Lakini leo nitaenda kuangalia mwenyewe. Angalau akija akute naimalizia. Sauti ya Anderson ilinishtua baada ya kuniita Lily. Ilinishtua hivyo nikamtazama. Anderson akasema kwamba nakuongelesha hapa umepotelea kwenye mawazo yako lakini nitakusamea kwa sababu unatabasamu nzuri. Basi Anderson akauliza kwa hiyo nikae wapi sasa? Aliuliza hivyo. Ndipo nilipogeuka vizuri na kumtazama. Nilijikuta nikiachia nilichokuwa nimeshika. Anderson alikuwa kifua wazi na chini alikuwa amevaa boxer tu. Nilianza kupata mawazo mengi. Niliona kabisa hapa itakuwa ni shida kwa mimi kufanya hii kazi. Nitamani mawazo yangu ya kitandani yangekuwa ni ya Dennis, lakini hapana, mawazo yangu yalikuwa ni ya mwanae Tristan. Nilimkumbuka Tristan kitandani, jinsi alivyokuwa na ujuzi wa pekee ambao sijawahi kuona popote. Hata hivyo sijawahi kuona mtu mwingine zaidi yake. Nishtuka kidogo, mkono wangu ulipoguswa. Anderson akasema kwamba macho yako yananiambia kitu Lily. Anderson alisema hivyo na kunifanya nimtazame upya sababu sikumuelewa. Akasema kwamba kama unataka tunaweza kwenda tu kwenye kile chumba cha kubadilisha nguo. Nitakuweka juu ile meza. Alisema, kisha akanikonyeza tena. Kisha akasema kwamba alafu nitakuridhisha ili angalau tukirudi uweze kufanya kazi yako vizuri. Anderson alisema hivyo sasa akinisogelea na kunigusa shavu. Nirudi nyuma haraka. Kwanza nilisikia hasira kwa yeye kunivunjia heshima kiasi kile. Lakini huyu ni mteja. Nilimwambia kwamba haina lazima sana. Ninaweza kufanya kazi vizuri tu. Nilimwambia sasa nikigeuka na kuanza kufunga kamera yangu. Akaniuliza kwamba una uhakika Lily? Nikasema ndio, nina uhakika kabisa Mr. Anderson. Tafadhali sana simama kwa pale. Simama pale katikati. Nilimwelekeza. Anderson aligeuka na kwenda pale kuweka pose. Nilipata kipindi kigumu sana kupiga zile picha. Nilishindwa kuacha kuangalia chini kidogo ya kiuno chake. Hii ndio shida ya kuwa na mwanaume ambaye hakuridhishi. Nilijiambia mwenyewe hivyo. Nilipokuwa namaliza ile kazi, mlango wa kuingia studio ulifunguliwa. Nilifurahi sana kumuona Dennis sababu yeye ndio pona yangu. Nilimwambia kwamba Mr. Anderson, tumemaliza kazi hapa. Kwa hiyo nadhani tutakuwa tumemaliza. Nilimwambia hivyo. Kwa upande Dennis aliosimama sio rahisi kwa Anderson kumuona. Ni kama alienda kwa nyuma kidogo. Anderson alikuja hadi pale karibu yangu. Akasema kwamba una uhakika kabisa hautaki ofa yangu kwa sababu Anderson alianza kuongea sasa kinisogelea, lakini nilimkatisha nikasema kwamba ndio nina uhakika. Kabla hata sijamaliza maongezi yangu, Dennis alinisaidia akasema kwamba uwe makini na maneno unayowaambia wake za watu. Sauti nzito ya Dennis ilimshtua Anderson. Na mimi niliitumia hiyo nafasi kumkimbilia Dennis. Nilimwona kama mwokozi vile. Nilimkumbatia kwa nguvu nikasema I miss you. Nilimwambia hivyo. Alicheka kidogo kisha akanijibu kwamba unajua hauwezi kunifikia. Akaninyanyua kichwa changu nikani namwangalia. Alinama kidogo na mimi sikupoteza muda. Nilisogea na kutanisha midomo yetu. Kwa sekunde kadhaa tulishamsahau Anderson. Kwa nilivyomjua Dennis alifanya vile makusudi. Yeye ni mtu mwenye wivu mkubwa sana. Ndio sababu analetaga mwenyewe kazini na kuja kunichukua. Na ndio sababu ananibusu muda huu. Anataka kumuonesha Anderson kwamba yeye ndio mwenye mali. Nilimwachia kidogo na kuvuta pumzi. Nilipogeuka Anderson hakuwepo pale. Labda atakuwa ameenda kubadilisha nguo. Sasa Dennis akauliza kwa siri kwamba kwa hiyo kwani huyo mjinga ameshakulipa?
Dennis aliuliza hivyo kwa hasira. Ndipo nikajua nitakuwa na kazi kubwa sana kujielezea. Bado, lakini anatakiwa anilipe leo ndio nizifanyie kazi picha zake na kumtumia wiki hii. Nilimweleza kwa sasa nikianza kuzima taa na kufungua kamera yangu kuiweka kwenye begi lake. Dennis akasema kwamba okay vizuri sababu sitaki ufanye hiyo kazi yake. Lakini kama nimeshampiga picha Emiliana. Nimesema hautafanya kazi yake. Tena ufute hizo picha zake sasa hivi. Kama ni hiyo hela nitakulipa. Dennis aliniambia hivyo ni nyamaza sababu nilijua ameshakasirika. Ananiitaga jina langu lote akikasirika tu. Yaani kisikia tu nimeitwa Emiliana. Huko ni kuitwa kwa msisitizo. Nadhani hata pia ipo kwa watu wengine. Penzi wako kukuita jina lako, unajua kuna kitu hakipo sawa. So nimwambia sawa, lakini akitoka itabidi niongee naye nimueleweshe. Hakuna kuongea naye wewe, sawa? Wala hakuna kumsogelea hata kidogo. Mimi ndo nitaongea naye. Dennis alisema na kabla hata sijamjibu mlango ulifunguliwa. Anderson akatoka kwenye chumba cha kubadilisha nguo. Dennis aliniacha haraka na kwenda kumfuata. Sijui alimwambia nini lakini walielekea nje. Nivuta pumzi na kugeuka kutazama kazi yangu. Bado nilikuwa na kazi ya kuweka vitu vizuri. Baada ya dakika chache Dennis alirudi. Alinisaidia kufunga vitu. Tukatoka na kufunga studio. Nilielekea ofisini kwangu na kumalizia kuweka vitu sawa kisha nikatoka na Dennis. Nilimuita tulipoingia kwenye gari. Akasema yes naambia mpenzi. Alisema sasa akifunga mkanda wake wa siti ya gari. Kwa nini leo umewahi kuja kunichukua? Niliuliza baada ya kukumbuka swala la movie yangu nilioazimia kuangalia nikifika nyumbani. Sasa si ushukuru Mungu nimekuja mapema. Mimi ni kama nimekuokoa kutoka kwenye mikono ya yule malaya wa kiume. Dennis alisema hivyo kwa hasira lakini mimi nijikuta nacheka tu. Kwamba malaya wa kiume. Anyway, nashukuru ulikuja lakini najua hiyo sio sababu. Nilimwambia kwa sasa nikimtazama, hasira yote ilipotea usoni kwake na akaweka tabasamu kubwa. Sikia, leo nina kikao cha pili cha harusi ya mwanangu na nilitaka tuende wote. Nataka nyumbani wakujue. Dennis alisema huku sasa akiwasha gari na kuanza safari. Akili yangu ilianza kuzunguka. Ndugu zake watakuwepo na ndugu zangu pia watakuwepo na Tristan naye anaweza akawepo. Mimi sikutamani hata kwenda. Nitamani kuongea lakini Dennis alipokea simu na kuanza kuongea nayo hadi wakati tunafika nyumbani. Aliniambia niende kujiandaa. Baada ya muda alikuja chumbani. Mimi nilikuwa nimekaa tu hata sijaanza kujiandaa wala hata sijavua nguo nilizokuwa nimevaa. Dennis akauliza kwamba baby, mbona bado umekaa tu? Dennis aliniuliza sasa akija kukaa pembeni yangu. Nikamwambia naogopa Nimwambia ukweli japo sikuwa tayari kumwambia ukweli wote. Unaogopa nini? Nimekumbuka kitu kimoja cha muhimu sana. Dennis alisema hivyo kisha akainuka kitandani na kupiga magoti pembeni yangu. Aliingiza mkono mfukoni na kutoa viboksi viwili vya pete. Emil, hatukupata nafasi ya kufanya hivi. Naona ulevi ulituamlia, lakini leo tuna akili zetu timamu na tuna nafasi ya kufanya maamuzi. Unajua ni wiki mbili sasa tangu ule mwezi mmoja uishe. Na mimi sihitaji kusubiri zaidi kwa sababu nimeshafanya maamuzi yangu. Alisema hivyo kisha akafungua kibox kimoja ambacho kilikuwa na pete mbili, moja uchumba na nyingine ndoa. Emiliana Gerard, unakubali kuwa mke wangu? Tupitie hizi shida na raha pamoja. Tujifunze kuishi pamoja. Tulee familia pamoja. Najua sikustahili lakini nitatumia kila siku ya maisha yangu kukufanya uwe mwanamke mwenye furaha. Wewe ni mwanamke ulinipa mwanga maishani, ni kama ulinipulizia pumzi ya uhai. Kwa sasa ninaona raha ya kuishi. Sijui maisha yangekuwaje bila ya wewe. Na siko tayari kukuachia uondoke. Nakupenda sana Emiliana, nakupenda sana na kwa huu muda mfupi umejua kuunasa moyo wangu. Umejua kunifanya nijione mwanaume tena. Umenipa raha ambayo yani raha ambayo haielezeki. Na ndio maana leo nataka tupige hii hatua. Najua lazima tukoruzane na tugombane, lakini nakuahidi nitahakikisha tunamaliza tofauti zetu kila wakati. Uko tayari kuanza hii safari ya maisha pamoja nami? Dennis alitulia
na kusubiri jibu langu. Huu ndo wakati wenyewe sasa. Wakati wa mimi kufanya maamuzi. Nikishaamua hapa hakuna kurudi nyuma. Hakuna kugeuka. Nilivuta pumzi na kumwangalia Dennis. Mwanaume aliyenipa furaha ndani ya muda mfupi. Alifanya bidii kubwa sana kuhakikisha kwamba naishi vizuri. Kuna mambo mengi sana ambayo bado hatujafikia mwafaka. Mengi yanayotupa mawazo, lakini naamini na moyo wangu wote tutafanikiwa. Hii sio kwa ajili ya kisasi. Hii sio kwa ajili ya kuumiza watu wengine. Hii ni kwa ajili yangu. Ndio Dennis Mluga, nakubali kuwa mke wako. Dennis aliacha tabasamu huku akinivalisha zile pete zote mbili. Aliinuka na kunikumbatia huku akinishushia busu zito. Baada ya hapo na mimi nilimvalisha pete yake. Okay, basi tujiandae kwenda kwenye kikao. Nina furaha sana. Utaenda kama mke wangu na kidole chako kinaonesha. Sasa dunia nzima itajua wewe ni mali yangu. Dennis alisema kwa tabasamu huku sasa akinichagulia nguo kabatini kwake. Nitamani kumwambia sitaki kwenda, lakini sikuweza kumuondolea furaha yake. Sijui familia yangu itasemaje, japo najua hawatafurahi kuwa sijawashirikisha, lakini lazima tufanye sherehe hii ya harusi ya mwanangu kishapita. Tena hujamuona mke wake mtarajiwa. Kwa muonekano tu anaonekana ni mkubwa kidogo kwa Tristan. Lakini siwezi kutia neno kama wamependana. Unajua mimi nina mke mrembo sana, mzuri na ni mdogo. Yaani unaonekana binti kuliko hata huyo mke wa Tristan. Dennis aliendelea kuongea sana huku akiendelea kutoa nguo. Alishanichagulia nguo kama 3 hivi, lakini bado aliendelea kutoa tu. Nitamani nimwambie, sema sikujua naanzaje. Hivyo nilikaa kimya tu. Tulimaliza kujiandaa, tukatoka na kuelekea kwenye gari lake. Leo alichagua gari jingine ambalo ndio gari langu pendwa sana. Liko juu kidogo. Tulipoingia na kukaa kwenye gari, Dennis alinitazama na kunibusu kwenye paji la uso, kisha akachukua mkono wangu wenye pete na kubusu. Ni wakati wa kukutana na familia Mluga, mke wangu. Dennis aliniambia kwa tabasamu, kisha akatoka nyumbani kuelekea kwenye kikao. Safari nzima Dennis alikuwa anaongea akinipigisha story tu. Alinieleza kuhusu wao, nikajua kwamba babake Tristan ni wa pili kwao, japo kaka yao mkubwa alishafariki. Na kwao wapo 5, wanaume 3 na wanawake 2. Ambapo mwanaume mmoja ambaye ndiye mkubwa alishafariki. Oho, nina mawifi. Dennis aliendelea kuongea sana, lakini akili yangu haikuwepo. Nijitahidi sana kufikiria nitawezaje kumkatalia Dennis kuingia kwenye kikao. Wakati alionekana ni mwenye furaha sana. So tulifika mahali na kuacha lami na nikaona labda tumekaribia kufika, sababu hata sijui tunapoenda. Akili yangu ilianza kuwaza haraka, lakini sikupata jibu. Haikuchukua muda, Dennis alipaki gari nje ya baa. Akasema kwamba hapa ndo tunafanya kikao. Hatuweza kuona familia yote leo, lakini utaona baadhi ya watu. Dennis alinieleza huku sasa akifungua mlango wa gari na kushuka. Nibaki nimekaa kwenye kiti. Dennis alizunguka na kuja upande wangu kunifungulia. Nilikaa pale na kushika tumbo langu, ndio kitu pekee nilichofikiria. Akanambia, "Emi, shuka mke wangu." Dennis aliongea kwa sauti ya ukarimu iliyonifanya sasa nijisikie vibaya hata kuanza kumdanganya, lakini siwezi kuingia kwenye hicho kikao, siwezi tu. Niliongea kwa sauti ambayo haikusikika kabisa. "Shida nini my love?" aliuliza kusasa akinisogelea. Nilikaza mikono kwenye tumbo langu nikijitahidi kuigiza maumivu. "Vipi? Tumbo linakuuma?" alijijibu mwenyewe swali lake. Sasa nifanye nini mke wangu? Nikupeleke hospitali?" aliniuliza nikatikisa kichwa kata. Hemi wangu, sasa tufanyeje mama? Wakati unaonekana na maumivu. Dawa maumivu. Nijisemesha hayo maneno kwa shida. Okay, dawa ya maumivu. Okay, ngoja nende nikachukue. Lakini siwezi kukuacha hapo mwenyewe. Hebu ngoja niangalia hapa mtu kukaa hapa na wewe. Dennis alisema huku sasa akiniachia kidogo na kuelekea kule baa. Lakini alifika mlangoni nikaona kama anaongea na mtu, kisha akageuka na kuanza kuja naye. Nilipomtazama vizuri, nijikuta nikitukana. Nadhani hata mwenyewe umeshajua. Akianani maisha ameniambia leo. Tristan alikuwa mongozana na Dennis. Kwa sekunde kadhaa nilijuta kudanganya. "Mke wangu, nakuacha na huyu mwanangu hapa." Aliniambia sasa akinikumbatia na kugusa mgongo wangu. "Tristan, naomba unisaidie kumwangalia mara moja nikachukue dawa. Sijui hata duka la dawa hapa liko wapi."
Dennis alimwambia Tristan kwa wasiwasi. Tristan alimwambia babake mdogo kwamba hapa ni hadi uende mtaa wa pili, nadhani ndo niliona duka la dawa. Si ungeenda naye tu ili iwe rahisi, yani uende na gari? Tristan alimwambia babake mdogo. Hasa Dennis akasema kwamba no, gari litamtingisha, atapata shida zaidi. Ngoja tu nichukue toyo, itakuwa haraka zaidi. Dennis alimwambia hivyo Tristan, kisha akanigeukia akasema kwamba kaa hapa ime wangu, sawa vumilia kidogo na kuja. Aliniambia hivyo kisha akanibusu paji la uso na kuondoka. Niliachwa hapo na Tristan. Moyo wangu ulikuwa unadunda haraka sana hadi nilihisi Tristan atausikia. Tristan alinisogelea na kunigusa mgongo. Akanivuta nimwegemee. Hakuongea kitu, na kwa muda ule nilimshukuru Mungu. Tristan akasema, Emil, ndo maamua hivi? Tristan aliniuliza taratibu baada ya kukaa kimya muda mrefu. Tristan akasema tena, ndo umeamua Yaani kwenda kabisa kwa mwanaume mwingine bila kunipa nafasi ya kuongea na wewe? Yaani umekataa kabisa kunipatia nafasi ya kunisikia? Tristan alikazana kunioji. Nibaki kimya tu nikiwa nimemwegemea. Kuna muda alipeleka mkono wake usoni. Nikahisi kama anafuta machozi, lakini hawezi kulia kwa sababu yangu bwana. Tristan alizidi kupandisha sauti akisema ya kwamba ukakosa wanaume wote ukaenda kwa babangu mdogo, ninayempenda kuliko wanaume wote. Hivi unajua ni kwa namna gani natamani hata nimvunje shingo kila wakati anapokusogelea? Tristan aliongea hivyo. Mimi nilikazana na tumbo langu tu. Machozi yalinitoka tu kwa sababu sikujua nifanye nini. Tristan aliendelea kuuliza akasema, hivi hata Uncle Dennis anajua kweli? Anajua wewe ni nani kwangu na kwa Mary? Aliongea hivyo. Tristan akasema kwamba tuna mambo mengi sana kuongea Emil, lakini haukunipa nafasi. Kila kitu nakifanya kwa ajili yetu. Nataka tuwe na maisha mazuri. Kama tu ungenipa nafasi ya kunisikiliza, labda ungekubali kunisubiri angalau. Emil, wewe ndo mwanamke wa maisha yangu. Tristan aliongea kwa uchungu, lakini maneno yake yalikuwa hayana maana. Nilijikuta nikitamani kucheka kwa dharau. Sema ilinibidi nikumbuke kwamba ninaumwa. Ama kweli mfamaji haachi kutapatapa. Asa Tristan akasema kwamba nakupenda Emil, lakini najua hatutakosa nafasi ya kuwa pamoja, kwa sababu najua unanipenda na hakuna kitu kinachoweza kuingilia upendo. Upendo gani tena? Dennis alisema hivyo kwa nyuma na kutufanya tushtuke. Hata mimi nilishtuka na kushika tumbo langu nikijifanya maumivu yamezidi. Akili yangu ilizidi kuchanganyikiwa kadri nilivyojaribu kuwaza Dennis amesikia mangapi aliyosema Tristan. Uncle, umesharudi? Nilikuwa namwambia kuhusu mimi na Mary. Tristan alijitetea. Bora tu umempigisha story. Ningemwacha hapa mwenyewe angeboeka sana. Lakini siku nyingine ukiongea na mke wangu tafadhali usimsogelee sana. Huyu ni mamako mdogo ujue. Dennis alisema kwa utani, lakini najua alimaanisha. Niliinua kichwa na kumtazama Tristan ambaye macho yake yalijaa hasira. Alionekana kama vile anataka kumchomoa kichwa baba yake mdogo. Lakini uzuri Dennis alikuwa anakazana kunitolea dawa. Kwa kweli nilishindwa kuzuia tabasamu langu, kwa sababu kuna raha fulani hivi nilipata kumuona Tristan alivyokasirishwa na hii hali. Kuna kuridhika fulani hivi nilikupata. Dennis alinipatia dawa. Baada ya hapo nilimlazimisha aende kwenye kikao kuwa ninaweza kukaa mwenyewe. Alipoondoka nilitema dawa niliyokuwa nimeificha chini ya ulimi na kuitupa mbali. Baada ya muda Dennis alirudi akifuatana na wahudumu na kuelekeza waniletee chakula. Niliamua kula kule kule ndani ya gari. Sikutaka kuhatarisha kuonekana na mtu yeyote. Sasa nilikaa pale nje nikiwaza mambo mengi sana tu. Nikiwaza itakuwaje siku Dennis akiujua kweli. Je, atanipenda? Au ndo ataamua kuniacha kwa ajili ya familia? Au ndo ataona nimemtumia yeye ili kulipiza kisasi? Au atafikiria nini? Unajua kuna muda natamani hata nirudishe muda nyuma. Labda nikatae kila kitu kuanzia mwanzoni. Nilimkumbuka pia Faith, labda nimtafute, labda tuwezungumze tena. Huu ni wakati ambao ninahitaji rafiki wa kweli, na Faith ni rafiki yangu wa kweli. Kosa lake tu ni kunifanyia maamuzi. Nivuta pumzi na kuweka sahani chini. Nilimaliza kila kitu. Tangu nimekuwa na Dennis naweza hata kusema mwili wangu umeongezeka kidogo. Nina hamu ya kula kila wakati. Hata nikipakua chakula na kimaliza. Mlango ulifunguliwa na Dennis aliyejaa hasira. Aliingia na kukaa. Alianza kufunga mkanda wake, ni kama alijiandaa kuondoka. Dennis,
Nilimuita kwa upole, alinua kichwa chake na kuniangalia, akatabasamu kidogo. "Unaendeleaje mke wangu?" aliniuliza huku akiwasha gari. "Najisikia vizuri kidogo. Asante kwa chakula, nimeshiba eti." Nilimjibu Dennis ambaye hata hakuitikia. Alikuwa kazana kugeuza gari tu. "Dennis, sina sahani ya watu," nilimwambia. Aliniangalia, akachukua ile sahani na kuitupa nje. Kisha tukaondoka. Uso wake ulijaa hasira sana. Nitamani kumuuliza lakini najua ni bora nimwache hadi hasira zake zipoe. Kwa jinsi tulivyoondoka sidhani kama kikao kimeisha. Na nadhani kama kikao kimeharibika basi kilichoharibu kikao ni mengineyo. Maana mengineyo ndio huwa yanaharibu kikao. Safari ya kurudi ilikuwa kimya hadi Dennis alipoanza kuongea. Ni kama alikuwa anajiongelesha mwenyewe lakini alikuwa anaongea kwa sauti. "Ni watu hawana hata shukrani. Unamsaidia mtu kuanzia utotoni na bado hadi wakati huu unajitahidi kumsaidia. Alafu anakuja kuniletea ujinga tu. Anabati ni mtoto wa kakaangu. Hivi ananijua mimi vizuri kweli? Anajua nikiinua tu hii simu yangu ghafla tu anakuwa hana hata hiyo kazi anayoiringia. Mshenzi kabisa. Yana watoto wa kizazi hiki ndevu kidogo tu wanajikuta wanaume." Dennis aliongea sana na hadi hapo nilishaelewa kwamba aliyemkera ni Tristan. Nitamani sana kujua imekuaje lakini najua akitulia akili ndio tutaweza kuongea. Hivyo nilibaki kumsikiliza tu. Na sitakanyaga tena kwenye hivi vikao vya kipumbavu kabisa. Kabla hajaongea sana simu yake ilita. Aliangalia tu na kuiweka pembeni. Nilipata nafasi ya kutazama nikaona aliyekuwa anampigia ni Tristan. Hasa ndo akili zake zinamrudia, ananiona wa maana sana. Dennis alisema kwa hasira, huku sasa akikata kona kwenye njia kuelekea nyumbani. Hakuongea tena hadi tulipofika. Alishuka akabamiza mlango na kwenda ndani hadi simu yake iliyokuwa inaita aliiacha kwenye gari. Hasa mimi nilishuka taratibu na kuchukua simu yake na kwenda nayo ndani. Niliingia na kumkuta Dennis amekaa sebuleni, lakini akili yake haikuwa pale. Nilienda moja kwa moja jikoni, nikamwekea juice kwenye glasi na kwenda nayo sebuleni kumpatia. "Hebu njoo hapa." Dennis alinivuta karibu yake badala ya kupokea juice niliyomletea. Nilisogea hadi nilipomkalia kwenye paja, akichukua ile glasi kutoka mkononi mwangu na kuiweka kwenye stuli pembeni. Hakunisemesha kitu lakini alinyokea mdomo wangu na kunibusu kama vile mimi ndio dunia yake. "Sijui nitafanyaje bila wewe," Dennis alisema baada ya kuniachia na kulalia kifua changu kusasa amenikumbatia. Mimi nilikaa tu na kuchezea nywele zake taratibu. Tulikaa vile kwa dakika kadhaa, ndipo nikamlazimisha kunywa juice. Alipomaliza alikuwa ametulia kidogo. "Niambie sasa una shida gani ndio wangu?" Si huyu mtoto. Unajua kwa kweli sijui amepatwa na pepo gani, lakini tuporudi ndani alikuwa tu ana hasira na mimi. Tumekaa pale. Kikao kinaendelea, lakini ananiangalia kama vile ni adui wake mkubwa sana, lakini hilo mimi sikujali. Ukafika wakati wa budget bwana. Mimi nikatoa wazo langu na kumwambia kwenye swala zima la chakula na vinywaji, mimi nitashughulikia gharama, cha msingi tu tumtafute mpishi ili aje tupatie gharama zake na menu tuone kitakachofaa. Na mimi nimefanya yote kwa sababu katika wanangu wote Tristan ndo ninayempenda kuliko wote. Ndo ambaye amekuwa karibu sana na mimi. Lakini ghafla tu akiinuka na kuanza kusema kwamba mimi najiona sana na mali zangu. Kwamba na mali zangu sio kitu cha kunifanya nitake kumiliki sherehe yote. Na kwamba hataki msaada wangu wote kwenye maisha yake. Unajua, nilitulia kidogo nikajiuliza hivi, hiyo ni akili kweli mke wangu ama sijui hata ile upepo amelitolea wapi. Lakini mimi sijali kama ndo anavyotaka basi wacha mimi nihangaike na huyo mke wangu. Kwanza amenipunguzia shida nyingi sana. Ningejua hata leo tungetulia zetu hapa tukaangalia movie. Dennis aliniambia kwa sasa akinibusu shingo yangu. Hasira zake zilishapungua sana, lakini nilibaki nikimwaza Tristan. Hata nikijitahidi vipi nashindwa kusahau maneno aliyoniambia leo. Baada ya mambo mengi tulienda kulala. Kulipokucha sikwenda kazini kwa sababu sikuwa na kazi za kufanya. Hivyo nilifurahi kubaki nyumbani kwamba nitapata nafasi ya kuangalia ile movie yangu niliyoshindwa kuangalia jana. Niliamka na kufanya usafi baada ya Dennis kuondoka. Niliwaza kitu kizuri cha kumpikia Dennis usiku lakini sikupata jibu. Hata hivyo usiku ni mbali na ninaweza kuwaza hata baadaye. So ilikuwa ni saa 7:30 na sikujua hata nitakula nini.
Niliwaza sana na kuamua kuagiza chipsi. Nilimtuma dereva Toyo ambaye namtumiaga mara kwa mara nikienda sokoni. Baada ya muda chipsi zangu zilikuja. Nilikana kule sasa nikiangalia movie. Sasa nilikuwa tu natoka jikoni baada ya kupeleka sahani. Nilipomaliza kula, mlango uligongwa bwana. Nilishangaa sana kwa sababu hatuna desturi ya wageni kwenye nyumba. Nilienda na kufungua mlango. Nilishtuka sana kumuona Tristan yuko mlangoni. Bila kupoteza muda, alinisukuma na kuingia ndani. Nilimuuliza kwamba Tristan, unafanya nini hapa? Babako hayupo. Nilimwambia hivyo. Akasema kwamba najua hayupo muda huu. Ndio maana nimekuja. Shida yangu ni wewe hapo Emily. Tristan alisema sasa kinisogelea. Nilianza kurudi nyuma. Mimi na Tristan kuwepo kwenye nyumba moja hivi bila mtu mwingine yeyote kuwepo ni janga. Nizidi kurudi nyuma sasa nikijitahidi kuwaza simu yangu ilipo. Tristan, unataka nini? Nijikaza na kumuuliza. Nilipoona sasa nimefika kukutana na yeye, alikuwa amefika kabisa mbele yangu, akinizuia kutoka wala kuimbilia popote. Tristan akasema kwamba nakutaka wewe Emily, nakutaka wewe. Hivi kwa nini unielewi? Basi Tristan aliongea hivyo sasa akisogelea uso wangu. Nilimsukuma na kutoka. Nilienda hadi upande wa pili wa sebule. Nijitahidi kuhema kwa sababu hizi hisia zote ninazozipata zinanichanganya. Ni mwaka na nusu ninatakiwa niwe nimemsahau. No, Tristan, usio muda wa kwanza kuzungushana hapo, umesikia? Unajua kwamba mimi ni mke wa mtu, tena mama yako. Itakuwa vizuri useme haraka kilichokuleta hapa. Niliongea kwa hasira. Sikuwa nimemkasirikia yeye, lakini nijikasirikia mwenyewe ndio. Hivi kwa nini bado anaweza kunivuruga hivi? Sasa Tristan akasema kwamba Emily, acha upuuzi, umesikia? Mimi siwezi kukuacha hata ukiolewa na babangu mzazi, siwezi nikakuacha. Emily nakupenda sana na najua unanipenda pia. Useme neno tu na mimi nitamwacha Mary kwa ajili yako. Ninachotaka ni uniahidi kunisubiri. Tristan alivyosema hivyo, nilicheka kidogo kwa dharau nikasema, nani amekuambia ninakupenda Tristan? Tristan, una tatizo la kujiamini sana. Alafu usiniambie nikusubiri. Nilikusubiri mwaka mzima na nusu. Ulikuwa wapi? Ulichoenda kufanya ni kumtongoza dada yangu na kumlipia mahari. Lakini nikusubiri nini Tristan? Nikusubiri upate watoto na uzeeke. Mimi nikaenda kusubiri tu. Hivi unajua ni kwa namna gani uliniumiza? Unajua ilinichukua mimi muda gani kupona? Angalau kuweza kuendelea na maisha yangu. Hata kama ni kwa maumivu, lakini angalau kuweza kuishi hivyo hivyo. Unajua ilinichukua muda gani? Lakini ikutosha, nilipoweza kuendelea na maisha yangu, wewe na Mary mlikuwa na mawazo mengine. Mlikuja na kubandua gamba la jeraha langu, kidonda changu kirudi tena kwenye ubichi. Alafu nakuja kuniambia kwamba siji nini. Tristan, mbona niache? Sitaki kuhusiana na wewe kwa namna yote ile. Sitaki. Nilikuwa nafoka, machozi yananitoka. Haya maumivu ni kifani kwangu ni kama ni kuna waka moto. Nakuchukia Tristan. Ndio neno la mwisho niliweza kusema kabla sijakaa chini na kuachia hisia zote zinivae. Yaani nilijikuta nikianguka na kulia, ni kitu ambacho nimejitahidi sana kujizuia. Nilishajiwekea sheria kutokuonesha ninavyoumia mbele yake, lakini leo nimeshindwa na nilijichukia zaidi kwa kushindwa kuzuia hisia zangu mbele zake. Sikusikia ni muda gani Tristan alikuja na kukaa pembeni yangu, lakini alianza kunifuta machozi. Najua nilitakiwa kumsukuma, nilitakiwa kumfukuza, lakini macho yangu yalipokutana na macho yake, kuna jinsi namna fulani hivi anavyoniangalia, aliniangalia kama ile miaka tukiwa pamoja kwa upendo. Nilishindwa kuacha kumwangalia. Tristan alisogea na kubusu mdomo wangu. Sikumzuia, sikumkataza, hivyo aliendelea kwa kutoa ulimi wake na kulamba mdomo wangu, akiomba ruhusa kuingia mdomoni kwangu. Mwili wangu wote ulisisimka. Ni mwaka mmoja na nusu, lakini Tristan bado aliweza kunifanya nijisikie kama mimi ndio mwanamke pekee aliye hai. Hakuna mwanamume mwingine aliyeweza kunifanya nijisikie hivi zaidi yake. Nidhani labda baada ya mwaka hisia hizi zitakuwa zimepungua, lakini hapana. Sikufungua mdomo. Kwa hiyo Tristan alinibusu tena na kulamba mdomo wangu. Bila kujifikiria mimi nilifungua mdomo wangu na kuruhusu ulimi wake. Akili yangu yote ilipotea. Yaani kwa muda ule nilimuona Tristan na mimi tu. Sikukumbuka mtu yoyote wala kitu chochote. Tristan alinipatia busu zito, akinyonya ulimi wangu, mara akinyonya mdomo wangu wa chini, na mimi nilifanya hivyo. Tristan alinishika na kunivuta karibu yake. Mwili wangu wote ulisisimka pale aliponigusa. Nilikuwa nimevaa t-shirt tu. Tena t-shirt yenyewe ya Dennis. Kwa ndani sikuvaa kitu chochote, kwa hiyo maembe yangu alivyosimama aliyaona vizuri tu na kupoteza muda. Mkono wake ulikuja kifuani kwangu na kunifanya niachie mkono. Hata Dennis mwenyewe hakuweza kunifanya nijisikie hivi kwa busu tu na kunigusa. Nizidi kuchanganyikiwa.
Nilitaka zaidi, niliona kama nguo zetu yani zinatuzuia sana. Nilitamani tubaki tu empty, tubaki hivi wazi, ili niweze kuushika mwili wake vizuri. Sura ya Dennis ilipita klini kwangu. Nilishtuka na kumkumbuka. Dennis ameniamini sana. Hastahili kufanywa hivi. Siwezi kumfanyia hivi Dennis. Yeye hajanikosea kitu chochote, kwa nini msaliti mbaba watu? Ananipenda, ananihudumia, ananisikiliza, ananijali. Kwa nini nimfanyie kitu cha kumuumiza? Nilikaa vizuri na kumsukuma Tristan. Aliniachia sasa kinitazama kama vile haelewi. Macho yake alishajaa hisia. Nina hakika hata mimi nilikuwa hivyo, lakini Dennis hastahili kufanywa hivi tena nyumbani kwake maskini. Yaani unavaa nguo ya mtu afu just imagine upo nyumbani kwake, umevaa nguo yake, mlipokaa siji kwenye sofa lake. Hili si ni tu siri. So nimwambia Tristan kwamba Tristan, naomba niache. No, sikutaki maishani mwangu. Naomba kae mbali na mimi. Naomba ondoke. Naomba ondoke Tristan, toka. Naomba ondoke. Nimwambia Tristan huko sasa moyoni nikimuomba Mungu Tristan aondoke tu, kwa sababu sikuwa na nguvu ya kubishana naye. Najua akinigeukia na kunishika kiuno tena sitaweza kumfukuza. Nitampokea kwa mikono miwili. Tristan alibaki ananitazama kama vile hanielewi. Naomba utoke. Tristan, naomba utoke basi, nakuchukia na mimi sikutaki maishani mwangu Tristan. Naomba ondoke. Naomba utoke. Toka Tristan. Naomba ondoke. Niliendelea kumwambia hivyo. Hayo maneno ndo yalimwingia. Alionekana kuumia sana baada ya mimi kusisitiza ondoke. Alikunja sura yake kidogo na kutulia pale kwenye kochi. Kisha kainuka. Tristan akasema kwamba mdomo wako unasema unanichukia, lakini mwili wako na macho yako yanasema kitu kingine. Aliniambia hivyo, kisha akaenda mlangoni na kugeuka kuniangalia. Akasema, naondoka Emil, lakini siondoke maishani mwako. Bado ninakutaka na lazima nikupate tena. Tristan alisema hivyo. Kisha akatoka na kubamiza mlango. Kila kitu nilichojitahidi kukizuia mbele ya Tristan sikuweza kukizuia tena. Niliinuka na kwenda chumbani. Nilinyokea bafuni moja kwa moja. Macho yangu yalitoa machozi upya, ikionyesha ishara ya kidonda kipya na kibichi moyoni mwangu. Kwa muda ule nilikuwa na hasira sana. Nilijichukia mno. Nilijichukia kwa sababu bado nilimpenda sana Tristan. Hata baada ya muda wote huu na vituko vyote bado nilimpenda. Unajua nilijichukia kwa sababu pamoja na yote bado Tristan alikuwa na uwezo wa kunichanganya akili yangu. Nilijichukia kwa sababu yeye ndo mwanaume pekee anayeweza kunifanya nisisimke vile. Nilijichukia kwa sababu najua Tristan ameamsha hisia zangu na itakuwa ni ngumu zaidi kukaa mbali naye na kumsahau. Maji yatiririka na kupita kwenye ngozi yangu. Nitamani sana hata haya maji yangeweza kuosha hisia zangu zote. Kitu pekee ninachotamani ni kumsahau Tristan basi. Nisipate haya maumivu nikimuona. Nilifurahi kusimama chini ya lile bomba la mvua kwa sababu machozi yangu yalichanganyikana na maji. Nikiendelea kujifariji kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Mlango wa bafuni ulifunguliwa haraka. Nilishtuka sana nikijua kwamba Tristan amenifuata huko. Moyo wangu ulitulia nilipomwona Dennis amesimama mbele yangu. Alikuwa hajavua chochote, bado yuko kwenye nguo zake za ofisini. Alisogea na kuja kunikumbatia. Nimekutana na huyo mpuzi hapo nje. Amekufanyaje mwili wangu? Dennis aliongea kwa hasira. Nami nikasema hapana, hajanifanya kitu. Nilimjibu taratibu. Na yeye mwenyewe alikuwa analawana tu na nguo zake, lakini hakujali kwa wakati ule. Mimi ndo nilikuwa kipaumbele chake. Huyu ndo mwanaume ninayetakiwa kumpenda. Huyu ndo mwanaume ninayetakiwa kupata hisia naye. Nilipowaza hivyo machozi yalizidi kunitoka. Uzuri ni kwamba alichanganyikana na maji. Yaani kumjua mtu anayetoa machozi wakati mvua inanyesha na ananyeshwa na mvua ama yuko bafuni kwenye bomba la mvua ni ngumu. Labda tu muone sura yake imejikunja ikimuonyesha kwamba analia. Dennis alifunga bomba na kuniletea taulo. Akanifunga. Tulitoka wote, akawa sasa ananitazama tu anasubiri nimueleze kilichotokea. Badilisha kwanza nguo ndo nitakwambia. Dennis alinitikia kwa kichwa na kwenda kufanya hivyo. Muda haukupita, alikuja akakaa pembeni yangu. Mimi nilishatunga uongo wa kumwambia. Amekufanya nini Tristan? Wewe niambie tu, mimi nitajua cha kufanya. Niahidi hautagombana na mwanao kwa sababu yangu. Ni ngumu kukuahidi Emil, lakini nitajitahidi. Niambie. Ameniambia mimi ni malaya. Ninachotaka hapa ni pesa yako tu. Kwamba
Mimi ni mdogo sana kwako. Hakuna kitu kingine cha kunifanya nitake kuwa mke wako zaidi ya pesa. Nilimwambia Dennis ambaye mikono yake ilitetemeka kwa hasira. Huyo mpuuzi sana. Emil, haujui ni jinsi gani tu ninatamani kumuua Tristan muda huu. Dennis alisema hivyo huku sasa akishika mikono yangu kwa nguvu hadi nilihisi vidole vyangu vitavunjika. Dennis aliniachia, akachukua funguo zake za gari na kutoka. Nilijaribu kumzuia na kumuita lakini aliondoka kwa hasira sana. Nilijuta zaidi na zaidi. Naona kila kitu nilichofanya nilijiambia, oya, hapa nimejichimbia kaburi. Kuna kitu kilipita akilini kwangu. Nikakumbuka Dennis ana kisukari. Na najua kwa jinsi alivyotoka na hasira ataenda kupigana. Ni kama nilipata akili haraka. Nilivaa nguo sasa hata bila kujifuta maji wala kujipaka mafuta. Nilitoka haraka na kukuta yule toyo, yule boda sasa ninayemtuma yuko nje. Nilifurahi sana. Nimwambia nipeleke barabarani. Tulipofika niliona gari la Dennis kwa mbali. Nilifurahi na kumwambia alifuate ile gari asilipoteze. Dennis alienda hadi nyumbani kwa Tristan bwana. Ile sehemu ilikuwa inanipa kumbukumbu nyingi sana. Lakini inabidi tu nijikaze kwa sababu hapa nilikuja kwa kitu kingine. Nilipofika niliwakuta wameshaanza kubishana, walifokeana. Inaonekana kwa muda ule Tristan alishasahau Dennis ni nani kwake. Dennis ndo alikuwa wa kwanza kurusha ngumi ambayo ilimpata Tristan kwenye pua. Tristan alipoinuka airusha ngumi, lakini mimi sasa niliwahi na kwenda kumrukia Tristan, nikaanguka naye chini. Nilimshukuru Mungu, nilimwambia yule dereva toyo aondoke kwa sababu hii ingekuwa ni aibu. Sasa Tristan akasema kwamba niache bwana, nataka nifundishe adabu mzee, niache. Tristan aliongea kwa hasira. Hapo mimi nilikuwa nimemkalia tumboni, nikamwambia kwamba Tristan, naomba tulie basi, tulia bwana, huyu ni baba yako, usisahau hilo. Nimwambia Tristan aliposikia sauti yangu ni kama vile akili yake ndo ilielewa kwamba ni mimi. Kabla hajafanya chochote niliinuka haraka na kwenda kwa Dennis. Umeumia? Nilianza kumuuliza kwa sasa nikimwangalia na kumkagua. Akasema no Amy, niko sawa mke wangu. Dennis alisema hivyo kwa sasa akinikumbatia. Basi tuondoke, twende nyumbani. Niliongea kwa sasa machozi yakilengalenga. Kwa kweli nilichoshwa sana. Nilifurahi tu kwamba Mary hakuwepo muda huo kwa sababu ingekuwa ni ngumu zaidi. Dennis hakuongea kitu. Alinishika mkono tukaelekea kwenye gari lake na kuondoka. Kwa nini ulinifuata Mary? Na kwa nini ulienda kumrukia Tristan na sio mimi? Dennis aliuliza kwa hasira na wivu. Hakuwa na muda wa kuzunguka. Sitaki umie Dennis. Hata kama mtu kakukera, unataka kumpiga, bora utume watu sio upigane mwenyewe. Unajua unaumwa. Ukipata kidonda hakiwezi kupona haraka na kitadhoofisha afya yako. Ndio maana mimi nilimrukia Tristan sababu hata akiumia atapona tu haraka kidonda chake na kitakauka, lakini sio kwako. Nimekuwa nikisoma sana kuhusu kisukari, natamani uishi na mimi kwa kipindi kirefu, ndio maana sitaki kuhatarisha afya yako. Msikilizaji, sijui gari lilisimama saa ngapi, lakini nakumbuka tu Dennis alinivuta na kunibusu. Asante sana kwa kunijali. Unanijali hivi alafu mtu anakutukana tu tena nyumbani kwangu? Nitahakikisha navuna alichokipanda. Dennis alisema kwa hasira. Nilikaa kimya, mimi sikutaka kuingilia hapo. Lakini nilitabasamu tu kwa sababu nilimwambia ukweli. Hata kama vingine vyote nilimdanganya kumwambia ukweli, ila hii mara moja nimefurahi kidogo. Kitu pekee nilichotaka ni kwenda nyumbani, kula na kulala. Na ndio kitu tulichofanya. Basi asubuhi niliamshwa na simu yangu ikiita. Ndipo niliposhtuka na kuangalia saa, ilikuwa ni saa 3 asubuhi. Kugeuka na kutazama pembeni yangu, Dennis hakuwepo. Sikusikia hata ni muda gani ameamka. Niliangalia simu yangu ambayo ilikata na kuanza kuita tena. Ilikuwa ni namba ngeni. Nilijaribu kujiuliza lakini nilikata tamaa sababu hata siwezi kumjua ni nani. Sio, niliamua kupokea simu yake tu. Sauti ilisikika ikisema kwamba yani wewe mwanamke utakuja kuwa kifo changu. Yani haunijui vizuri wewe. Nilisikia sauti ya Tristan kutoka upande wa pili. Sauti yake ni sauti ambayo mimi siwezi kuacha kuifahamu. Nikamwambia Tristan, unataka nini? Nilimuuliza kwa siri kwa sababu aliniamsha kutoka usingizini na nilikuwa nimechoka sana. Tristan akasema kwamba ninataka nini? Kwamba unasema nataka nini? Hivi mimi ni wakufukuzwa kazi kwa sababu yako? Emil, sumamu kuniharibia. Haya poa. Tristan aliongea kwa hasira. Niliganda kwa sababu hata sikuelewa anachokisema. Nikasema Tristan, hivi unaongea nini? Mbona mimi sielewi vitu unavyosema? Nilijaribu kuongea lakini hasira ya Tristan zilimzuia hata kunisikia. Tristan akasema kwamba wewe, nakwambia sumamu kuniharibia kisa umekuwa mke wa babu mdogo.
Nasemaje? Yaani sidhani kama huyo mume wako anakujua vizuri. Sidhani. Na sidhani kama najua mimi nani kwako. Itakuwaje kama mimi nikiwa wa kwanza kumwambia? Tristan alisema hivyo. Moyo wangu ulianza kwenda mbio. Hivyo unaanzaje kusinzia? Usingizi wote ulikata. Sijui Dennis akijua kweli kutoka kwa Tristan itakuwaje. Na huwezi jua Tristan atafikishaje huo kweli. Sauti ya Tristan iliniambia kwamba umeamua kunyamaza basi nitachukulia hiyo ndio kama ndio. Ninakaribia kufika ofisini kwake. Sauti ya Tristan ilinitoa kwenye mawazo yangu, nikasema kwamba no Tristan, naomba usimwambie kitu sawa. Nitakupatia chochote lakini naomba usimwambie kitu Dennis, tafadhali sana, nakuomba sana. Niliongea kwa sasa nikianza kuchanganyikiwa. Oya, hili ni balaa gani tena? Tristan alicheka sana akasema, nimeshaijua siri yako Emily, sasa naweza kukuburuza ninavyotaka. Kwa hiyo umesema kwamba utanipatia chochote, si ndio? Tristan aliuliza na kutolea. Muda huo nilianza kuyajutia maneno yangu. Lakini sina jinsi. Nikajibu kwamba Tristan, nitakupa chochote unachotaka. Nilimjibu kwa sasa nikifunga macho na kusali kwa sababu nilizijua akili za Tristan. Tristan kwa dharau na kejeli akasema kwamba okay, tukutane Catherine Hotel saa 5 asubuhi. Nataka kuitumia hii siku yote nikiwa na wewe. Uje uniliwaze. Labda nitasahau kwenda kwa babangu mdogo. Nikasema sawa, nitakutaarifu nikifika hapo. Nilimjibu na ukata simu. Nijiegemeza kitandani, macho yangu yakitoa machozi. Ni lini maisha yangu yaligeuka kuwa hivi? Ni lini? Yaani nilijuta hata kwa nini sikuwa na kazi siku ile. Ilikuwa ni wiki 2 baada ya ugomvi wa Tristan na Dennis. Alafu mimi sikutegemea kama bado Dennis angeendelea kuwa na kinyongo kwa Tristan. Mimi nijua alishasahau. So baada ya kujilalamikia sana, niliamua kuinuka na kujiandaa. Baada ya kumaliza, nilichukua simu yangu na mkoba wangu na kuelekea nilipoahidiana kukutana na Tristan. Kichwani kwangu nilikuwa nawaza ni njia nyingi za kumtuliza Tristan bila kufanya naye chochote. Nilitoka na kuchukua taksi ambayo haikuchukua muda mrefu. Nilifika kwenye ile hoteli na kuelekea mgawani moja kwa moja. Nilikana kuagiza kinywaji kabisa, ndipo nikampigia Tristan. Nilimwambia kwamba nimeshafika hapa hotelini. Tristan akasema basi panda chumba namba 235 utanikuta na kusubiri mpenzi. Tristan alisema hivyo na kunifanya nitamani hata kutapika. Kwa muda ule kitu pekee nilichokuwa natamani kufanya ni kumuua Tristan. Yaani kama Dennis akitokea hapa na ile bastola yake, siwezi kumzuia. Siwezi kumzuia kumuua Tristan. Kwanza nitamsaidia kumuua hadi kumzika. Basi nikamwambia kwamba hapana, nimeshaagiza hapa mgawani. Wewe ndio ushuke uje hapa tule kabisa. Mimi sipendi mambo ya kwanza kuagiza chakula na kukisubiria. Nimwambia hivyo sasa nikijidekesha kidogo. Shida yangu nilitaka aje tuongee sehemu yenye watu, sitaki mambo ya kujificha. Asa Tristan akasema kwamba Emily, unasahau kwamba mimi ndio niliyeshika mpini. Nikisogeza tu lazima umie. Nikasema kwamba najua Tristan, nafahamu sana, lakini kama mimi nimeshachukua hatua ya kwanza, kwa nini na wewe usinisikilize hata hii mara moja? Niliongea kwa utifu sana, lakini Tristan akasema sawa nakuja, ila usijifanye mjanja na wala usionywe ujanja wote Mel. Baada hapo akakata simu. Tristan anaweza kadhani yeye ndo aliyeshikilia mpini, lakini mimi ndo niliyeshikilia kamba. Kwa hiyo hata iweje nitahakikisha anacheza kwa muziki wangu. Niliendelea kunywa ile juice taratibu. Baada ya muda kidogo nikamwona Tristan akitokezea na kuja kukaa meza niliyokuepo. Alikuwa amependeza na akavutia kama kawaida yake, lakini hiyo haikuweza kuondoa hasira niliyokuwa nayo juu yake, lakini nijitahidi sana kutabasamu. Basi nilimwambia kwamba agizo unachotaka. Nilimwambia sasa nikiendelea kunywa ile juice taratibu tu. Mhudumu alikuja na Tristan akaagiza alichotaka. Nikamwambia okay, nakusikiliza Tristan. Nilimwambia sasa nikimtazama machoni, ile sura yangu ya upole nilishaitupilia mbali. Nilimtazama kwa ukali. Tristan akasema kwamba nikwambie nini sasa? Wewe unajua kwa nini nimekuita hapa? Cha msingi niliwaze. Narudia, labda kwa kufanya hivyo nitaweza kusahau kwenda kuongea na babangu mdogo. Lakini hiyo inategemeana na huduma yako. Kama ukinipagawisha vizuri basi mimi sitaenda. Na hata ninavyojua ni kwamba wewe ni haukuwahi kuacha kunipagawisha Emily. Natamani tu nione umeongeza ufundi gani tangu ukutane na babangu mdogo. Huwezi jua, naweza kukufanya umsahau yule mzee. Si unajua damu yangu inachemka. Tristan alikuwa anaongea kwa dharau sana. Kila neno aliloongea lilikuwa ni kama kisu kikiukata moyo wangu. Nilihisi kama macho yangu yanataka kutoa machozi, lakini hiyo itakuwa ni kujidhalilisha zaidi. Hivyo nijikaza. Nikamuuliza kwamba kwa hiyo Tristan, unaniona mimi ni malaya sana, si ndio?
Nimuuliza kwa sasa nikijilazimisha kuweka tabasamu usoni kumuonesha kwamba maneno yake hajanifanya kitu. Tristan alikaa kimya kidogo. Kisha kanijibu ya kwamba kitu kama hicho, kama baada ya sisi kuachana ukakimbilia kwa baba yangu, tena bora basi mngekuwa wapenzi, ni ndoa kabisa. Hiyo maana yake ni nini? Alisema, kisha kamalizia bia iliyokuwa kwenye glasi yake kabla ya kuongeza nyingine. Sasa nikasema kwamba kama ni hivyo basi hapa tuko malaya wawili. Aliyekimbilia kwa baba mdogo na aliyekimbilia kwa dada. Bora hata mimi ni ndugu wa mbali, yani wewe umeenda kwa mtu ambaye nimetoka naye tumbo moja. Kuna muda nikikufikiria Tristan napata kinyaa. Nilisema kwa sasa nikikunja sura. Sura ya Tristan ilibadilika na kuwa ya hasira kidogo, lakini sikumruhusu aongee kitu kingine. Nikaambia kwamba lakini katika sisi wote wewe ndio malaya unayetapatapa. Umesema kweli kwamba uliachana na mimi, nikakubali kuachika. Sikuwahi kukusumbua. Nilikuacha hadi ile siku ambayo wewe uliamua kuutangaza malaya wako, tena uliutangaza kwangu kwa kumtolea Mary mahari. Lakini sikuwahi kukufuata wala kukuuliza kuhusu hilo. Mimi niliendelea na maisha yangu wakati wewe na huyo Mary wako mkikazana kunipigia na kunisumbua. Maisha kanikutanisha na Dennis, tukapendana, na wala mimi sikujua ni ndugu yako, na hata ningejua kwa kweli nisingejali. Tukaoana. Tunaishi kwa furaha, lakini wewe malaya mwenzangu ndio hautaki kutulia. Hautulii kabisa na ulichochagua. Ni kila kukicha tu unatafuta njia za kuniletea shida. Sasa mimi nimekuja hapa leo tuongee. Useme kama kuna mahali panakupa shida naweza nikakushauri. Alafu mimi nitatoa ushauri mzuri tu kwa sababu nilishaishi na nyie wote, hivyo ninawajua ndani nje. Na kama shida yako ni pesa, unasema pia mimi si ule mwanamke mjinga uliyemwacha kipindi kile. Sasa hivi nina pesa na pia nimeolewa na mwanaume tajiri. Nilitulia kidogo na kunywa juisi, kisha nikaendelea. Kwa hiyo Tristan, wewe sema tu shida yako, uache kuzunguka kama mwanamke. Lakini swala la kwenda na wewe kitandani hilo sahau maishani mwako. Ni kama vile Malkia aende kutafuta chakula dampo. Si ataonekana kichaa? Basi mimi sitaki kuonekana hivyo. Nilimaliza hotuba yangu na kurudisha tabasamu langu usoni. Tristan alikuwa akichemka kwa hasira. Yaani kama kusingekuwa na watu, Tristan angeshanipiga nusu wa kufa. Na mimi nilizidisha tabasamu langu. Tristan akasema kwamba Emil, hivi unajikuta ni mjanja sana? Tristan aliuliza kusasa mkono wake ukitetemeka kwa hasira. Kisha akatulia na kutabasamu. Tristan akasema kwamba anakuhakikishia utaijutia siku ya leo maisha yako yote, na kuhakikishia hilo. Aliongea hivyo huku sasa akicheka. Kwa muda nilidhani amesharukwa na akili. Lakini nilipogeuza macho yangu nilimuona Mary akija akiwa amejaa jazba. Hii ndio mara ya kwanza tunaonana tangu sherehe yake. Mary alikuja kwangu moja kwa moja na kuninasa kofi. Watu wote waliokuwa mgawani waligeuka kututazama. Tristan aliinuka haraka na kwenda kumzuia Mary asinipige, lakini hakuweza kuzuia tabasamu lililokuwa usoni mwake. Ni kama alifurahi. Sasa Mary akasema kwamba kahaba mkubwa wewe. Hivi ni kitu gani usichoelewa kuhusu kwa chika? Nakuuliza ni kitu gani usichoelewa? Mary alikazana kujitoa mikononi mwa Tristan huku pete ya uchumba iking'aa mkononi mwake. Hivi kumbe hata sikualikwa kwenye uchumba. Kwanza hata mwenyewe sikujali bwana. Alafu mimi nina mdomo. Lakini kwa siku hii niliona nikiongea ni kama kujivua nguo. Nilitulia kwenye kile kiti, machozi yakinilengalenga. Samiri akasema kwamba sababu pekee sijakuvuruga na kukuharibia sura kwa sababu wewe ni ndugu. Alivyoongea hivyo nilicheka. Nikasema wewe unaita huu ni undugu Mary? Hivi ukijitazama kweli unaona wewe ni dada kabisa, ni kuwa hata na mimi kwamba naweza kuiga mfano wako kwa sababu hiyo ndio maana ya kuwa mkubwa. Kitu ninachokijua maishani mwangu ni kwamba sina dada wala mdogo, niko mwenyewe. Nilimjibu kwa hasira. Alipoanza kuongea mambo ya undugu alinifanya nishindwe kabisa kujizuia. Nilinuka na kumsukuma kisha nikatoka pale hotelini. Kifua changu kilijaa mengi sana, uchungu, hasira, maumivu. Nilitoka kwa haraka nikitamani tu kufika nyumbani niweze kujifungia nilie. Nilichukua taksi na kumwambia nipeleke nyumbani. Kutokana sasa na zile hisia zote nilianza kupata kizunguzungu na kufunga macho. Nilipokuja kufungua macho nilikuwa hospitali. Nilikuwa mwenyewe chumbani na hayo ndo maisha yangu mwenyewe Sikuelewa nilifikaje pale au shida gani, maana kumbukumbu yangu ya mwisho ni pale nilipoingia kwenye taksi. Nilijaribu kukaa na hatimaye nikafanikiwa baada ya kujaribu sana
nilikuwa bado nilikuwa na kizunguzungu. Sasa nesi aliingia kunitazama, akasema, umeshaamka, ngoja nikuitie daktari. Aliniambia hivyo kisha akatoka. Baada ya muda mwanamke mmoja hivyo wa makamu aliingia akiwa ameshika faili. Akasema kwamba unajisikiaje muda huu? Aliniuliza baada ya salamu nami nikamjibu kwamba najisikia vizuri tu, sema nina kizunguzungu. Akasema hiyo haina shida, ukipumzika vya kutosha kitaisha. Unaweza kunielezea nini kilichokupata? Nimtazama kwa muda nikasema kwamba niligombana na dada yangu. Ndipo nikaamua niondoke kwa sababu nilikuwa na hasira sana, lakini nilipoingia kwenye taksi tu sikumbuki tena ilikuwaje. Nilimwambia kwa ufupi, sidhani kama anaweza kuhimili hadithi yangu. Basi akasema kwamba okay, sasa kuanzia sasa utakiwa kuwa na hasira sana wala kukwazika, kwa sababu hizo hasira ndio zimepelekea ukapoteza fahamu. Unatakiwa ule vizuri, matunda na mboga mboga. Unatakiwa upumzike vya kutosha. Nikamwambia kwani nina shida gani? Mbona unaniongelesha ni kama vile nimeathirika? Nilimuuliza daktari ambaye alicheka sana. Jibu alilokuja kunipatia. Tukutane sehemu inayofuata msikilizaji, kuweza kujua sababu nini na hii vita itaishaje. Yani itaishaisha vipi kati ya Emil pamoja na Tristan. Ingoma bado mbichi sana. Kumbuka mtayarishaji ni Chuchu na ninayehusika kukusimulia simulizi hii kwa ubora na upekee ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Lumbas Simulizi. Kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu aliye juu mbinguni, atukutanishe sehemu ya 3 kuweza kufahamu nesi alimjibu nini. Maswala ya kwanza, kutumia mboga mboga, ale vizuri. Kuna nini? God bless you till we meet again. Bye bye.